Hapa tupo na mzee wa Yanga, mzee ambaye alionekana kubadilisha jezi kila goli la Young African lilipokuwa linafungwa dhidi ya Tabora United. Ni mshabiki ambaye alionekana kuwa na vibe kwenye entire game ya Young African dhidi ya Tabora United. Na hapa tupo naye kwa ajili ya kupata maoni yake. Mzee, habari yako? Salama kabisa. Bila shaka umefurahia mchezo mzima kuanzia. Niliona una vibe kweli kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Una nini? Comment yako ni nini kuhusiana na mchezo wa leo? Kwa kweli mchezo wa leo umenifurahisha sana. Kwa sababu hawa Tabora wao walisema kwamba unajua walijitapa sana. Mara kwanza walitupiga 3-1. Wakatamba sana. Mara sisi tumefanyaje lakini wakati ule tulikuwa tuna mawazo ya mechi za ubingwa. Kwa hiyo maana tulikuwa yani hatuko kwenye mstari vizuri. Sasa walipotupiga zile 3 walitamba sana. Kama ule msemaji wao yule mama yule alitapa sana. Sasa tukamwambiaje kwamba pale walibahatisha. Kwa sababu Yanga ni klabu kubwa. Kwanza Yanga inatakiwa isicheze Afrika, icheze Ulaya. Kwa sababu mpira wake ni mpira uliotulia. Yaani unaitwa mpira wa draft. Kweli zicheze Ulaya? Inatakiwa icheze Ulaya kwa sababu kiangalia kwa mfano hata makajuzi engineer wetu alipiga picha na Pacome wa Faransa. Anaweza kumshusha hata richa kubwa hii ya mwezi wa ngapi, mwezi wa 8. Sasa hii Yanga kwa mpira inayocheza Yanga ni mpira wa draft. Sio mpira kama Simba papatu. Unajua Simba ilikuwa zamani. Sasa hivi Simba haina mpira. Kipindi cha Emmanuel Okwi, yuko Luis Mixon, yuko Emmanuel Okwi, Simba ilikuwa inaitwa Simba Football. Na ikipiga mpira anapiga mpira kweli kweli. Lakini sasa hivi wamechoka. Mpira wao ni wa papatu. Sasa hivi Yanga ni timu ambayo imetulia. Kwa mfano tuna kocha ambao kutoka Faransa. Unajua Faransa ni nchi ambayo inapiga mpira sana. Ni nchi ambayo kiwango chake cha mpira kiko juu. Tuna kocha kutoka Ufaransa. Sasa yeye anasema kwamba Gamondi nani Ramovic nilikuwa sile ninatoka Argentina, nilikuwa nasema gusa achia. Kwa hiyo mpira wa Yanga sasa hivi ni mpira wa kasi. Na ndio maana unaona kwamba hakuna mchezaji wa Yanga anayeumia hata mmoja. Kwa sababu unajua ile kukaa na mpira sana ndio kuumia. Lakini sasa mpira wa Yanga ni gusa achia twende kwao. Sasa ndio kitendo ambacho tunakifanya sasa hivi. Na kwa mfano ukiangalia ile mechi ya tarehe 8 ambapo Simba waliteleza kama Kambale. Nasema waliteleza kama Kambale. Kwa sababu Simba wangejitokeza tu ile tarehe 8. Nakwambia kama sio 8 ilikuwa 10. Sasa walivyoona ramani kwamba haiendi vizuri. Pako nani Kamala alikuwa mgonjwa na yule Shamalon. Sasa wakaona hawa kwa sababu Simba unajua wana kikosi chembamba, wana kikosi kipana. Yanga wana kikosi kipana. Kwa mfano leo Aucho hakuepo. Azikia hakuepo. Lakini mpira umeuonaje? Kwanza hata hao tumewasamehe tu kwa sababu tumesema kwamba tusiwapige nyingi. Itakuwa ni aibu kwa mkuu wa mkoa kwa sababu mkuu wa mkoa alijitoa sana. Unajua ametoa milioni 60 kwa ajili waifunge Yanga. Lakini milioni 60 ni mshahara wa mchezaji mmoja wa Yanga. Kwa hiyo ni hela ndogo sana kwa Yanga. Kwa hiyo kwa Yanga hii ninavyoiona mimi inatakiwa icheze Ulaya wala sio hapa. Kwa sababu waandishi wa habari nataka kuambia kitu kimoja. Diarra ni kipa ambacho anayadaka mpaka upepo. Unajua upepo huoni, lakini Diarra anadaka mpaka upepo. Upepo. Ndio maana nakwambia kwamba gozi la ng'ombe si kubwa. Lakini upepo huoni, lakini Diarra anadaka mpaka upepo. Sasa kama anadaka mpaka upepo, gozi la ng'ombe litapita wapi? Haliwezi kupita. Sasa kwa magoli ambayo amewahi kufungwa ilikuwaje? Ilikuwa ni bahati mbaya. Unajua hakuna timu ambayo duniani haijawahi kufungwa. Kwa hiyo mimi kwa mfano hata Yanga ikifungwa, mimi sioni shaka wala siumii sana kwa sababu nini? Najua kwamba itajifunza. Unajua ukishinda sana unabweteka yani unajisahau. Lakini unapopigwa, unapofungwa unapata akili fulani hivi. Kwa hiyo kwa Yanga hii kwa mfano unajua Simba walipoteleza ile tarehe 8 kwa kweli mechi hatutaicheza. So nataka tutumie hekima hapo kwa kumalizia. Naamini unaisubiria mechi ya Simba Sports Club. Wewe unatarajia nini kuona kwenye mchezo huo? Hii mechi ya Simba. Mimi naona nicheke kidogo kwa sababu nini? Mimi sitani. Amekoswa 5. Kwa sababu Simba sasa hivi mpira haina. Kwa mfano sasa hivi wanasema nadhani atakuwa kipa Al Salum. Kamala bado hajawa vizuri, hajawa fiti bado. Mimi nakwambia kwa Simba hii, kwa mpira Simba unayocheza sasa hivi inatumia nguvu tu, haina mpira. Hapa nakwambia itapigwa kama sio 5 ni 2. Sisi tutaweza kutafuta baada ya mchezo. Asante, mimi nipo kabisa. Nataka ukinihitaji tu mzee wa Yanga nipo. Uliza bodaboda kwanza nitembelee siku moja home. Ninapaka kibao cha mtaa, serikali za mtaa. Kwa mzee wa Yanga. Tafika. Karibu sana, welcome. Thank you so much. Asante, thank you.